Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo tuna mada inayosema mambo gani kijana anayotakiwa kuzingatia katika mahusiano yanayompelekea kufikia ndoa. Jambo la kwanza, kijana anatakiwa atumie akili zaidi kumuingiza kwenye mahusiano, yani akili ndiyo iweze kumcontrol yeye kuingia kwenye mahusiano, lakini asitumie hisia zake kuingia kwenye mahusiano yanayompelekea kuifikia ndoa. Kwa nini? Kwa sababu hisia zina tabia ya kuficha, lakini pia hisia zina tabia ya kuisha. Ukitumia hisia unaweza ukafanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Ukitumia hisia unaweza ukaambatana na mtu asiyekuwa sahihi. Ukitumia hisia unaweza ukafanya mambo ambayo baadaye ukaja ukajuta. Vijana wengi wanapata shida katika eneo la mahusiano, wanajikuta wanaingia kwenye mahusiano na baadaye wanaamulia maumivu. Ni kwa sababu tu waliingia kwenye mahusiano kwa kuongozwa na hisia zaidi kuliko kuongozwa na akili. Wewe kijana ambaye unatamani mahusiano yako hayo uliokuwa nayo leo ufike mpaka kwenye ndoa, hakikisha unatumia akili zaidi. Akili itapembua baya na zuri. Akili itakuonyesha mtu huyu ni mwema kwako au huyu mtu si mwema kwako. Akili itakuonyesha jambo gani unapaswa ufanye na jambo gani upaswi ufanye katika maisha yako. Kwa hiyo hisia zinaweza kufanya uvumilie mahali ambapo hautakiwi kuvumilia kwa wakati huo. Sio kila mahusiano unapaswa uyavumilie. Kuna mahusiano mengine kuna indicator fulani ukiziona ni kama vile Mungu anakupa ishara ya kwamba hapo si mahali sahihi. Sasa wengi wanaongozwa na hisia wanajikuta wanavumilia hayo mambo ambayo wanayaona, na baadaye wanaingia kwenye ndoa na wanakuja kujuta baadaye kwamba wako na watu ambao sio sahihi, kwa sababu jana walitumia hisia zaidi kuliko kuitumia akili zao. Kitu kingine kijana unachotakiwa kuzingatia wakati unaanzisha mahusiano, unatakiwa uhakikishe kwamba kabla ya muda wa kutafuta mwenza au kutafuta mtu wa kuingia naye kwenye mahusiano, uhakikishe kwamba wewe mwenyewe umeshakuwa na uwezo wa kuishi wewe kama wewe binafsi. Nikimaanisha kwamba umeshaweza kujifanyia tathmini kwamba karakta yako ni ipi, tabia zako nzuri na mbaya ni zipi, na unawezaje kustahimili tabia zako nzuri na tabia zako mbaya, ili ikitokea hata mwenza wako anapokuja kwenye maisha yako akawa anakuambia zile tabia mbaya, isije ikaonekana ni kikwazo. Unapoweza kuijua tabia yako, hiyo karakta yako, inakuwa rahisi kuto kujidefend pale ambapo mwenza wako au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano anapokuwa anakuambia zile tabia mbaya ambazo uko nazo, kwa sababu tayari umeshazijua na safari yenu inakuwa rahisi kabisa. Pia inabidi ujipe muda wa kujitathmini na kujua vitu gani mimi naviruhusu kwenye maisha yangu, vitu gani ambavyo siruhusu kwenye maisha yangu, tabia gani ambazo naweza kuzivumilia kutoka kwa mwenza wangu na tabia gani ambazo siwezi kuzivumilia kutoka kwa mwenza wangu. Unapofanya hivyo itakurahisishia wewe, kama mwinjilisti alivyosema hapo nyuma kwamba kutumia akili. Unapokuwa umeshajiwekea hivyo vigezo vyote, akili yako hapo sasa ndio inapoenda kufanya kazi, kwamba utaanza kupangilia kwamba huyu nilikutana naye sasa hivi ninampenda. Moja, hizo ni hisia. Mbili, huyu ana vigezo vile ambavyo mimi nahitaji, ninaijua tabia yake ipoje na tabia zangu tunaweza kuendana au hatuwezi kuendana. Kwa hiyo hapo itakurahisisha. Kwa lazima uhakikishe kwamba umejifanyia tathmini wewe mwenyewe ya tabia kabla ya kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye unahisi anaweza kuwa mke wako au mume wako huko mbele. Usikose kutufuatilia kwa wakati mwingine ili uweze kujifunza zaidi juu ya mambo haya. Ni matamanio yetu kila kijana atakayetufuatilia aweze kuwa na mahusiano yenye afya na mahusiano yaliyo sahihi yatakayomfanya yeye aweze kuishi kwa furaha katika ndoa. Usikose kutufuatilia katika kipindi kijacho. Tutakuwa tuna mada nzuri za kutuelimisha na kuelimisha wewe kijana unayetusikiliza. Endelea kujifunza kutoka kwetu. Kwaheri.